Bila shaka karibu katika sehemu hii ya pili ambapo tunaingia katika mjadala kuhusiana na masuala ya siasa za Mlima Kenya. Je, Mlima Kenya umepasuka ama Mlima Kenya umeshikamana, utangamano kwa jumla? Lakini hali tunavyoiona, cheche za maneno katika lingo mbalimbali za siasa katika Mlima Kenya zinaonekana kila mtu anapiga kwa darubini yake na pia kila mtu anapiga kwa ngoma yake. Je, wote watacheza ngoma ya jamii moja ama jamii itageuka na kuwa kwamba lazima itafute mtu ambaye ataweza kuwashikanisha? Lakini pia kuna mgeni katika jamii ambaye mgeni pia ana wafuasi wake katika jamii na Mlima Kenya. Je, mgeni huyu ambaye yuko atafanya jamii igawanyike mara tatu watakapokuwa wanaukwea mlima? Ni swali ambalo tutakuwa tukitafuta majibu yake, manake studioni ninao wachanganuzi na wanasiasa kutoka maeneo ya Mlima Kenya ambao watatupatia tathmini na hali ilivyo katika eneo la Mlima Kenya. Lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala, nataka niungane na mwenzangu Clement Masombo ambaye yuko katikati ya mji wa Nyeri kutufahamisha, je, wakazi wa Nyeri wanasemaje, hisia zao ni zipi, hususan baada ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kujitokeza na kuonesha kwamba bado ataliendesha gari la Jubilee hadi mwaka 2027 ambapo atatoa mwelekeo wa jamii yake na jamii ya wale ni wafuasi wa chama cha Jubilee. Kurudi kwake katika siasa ambazo ni siasa zinazoendelea, siasa hai, inamaanisha nini hasa katika eneo hilo ambalo Rigathi Gachagua alikuwa anatazamia kwamba huenda angelirithi pakubwa kwa sababu amekuwa akilipigania katika siku za hivi karibuni? Hisia ni zipi, Clement Masombo, kwa wakazi na wenyeji wataalamu wa eneo hilo la Mlima Kenya? Naam, shukrani sana Yeri. Ni kweli kwamba eneo la Mlima Kenya sasa tunavyozungumza ni kwamba linakabiliwa na mtihani mkubwa sana, mtihani mgumu tukizungumza masuala ya siasa. Manake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa amesalia kimya kwa muda mrefu tu, hakuwa anasema chochote kuhusiana na siasa za taifa zima na hasa siasa za eneo hili la Mlima Kenya. Lakini alivyojitokeza na kuzungumza wakati wa mkutano wa chama cha Jubilee, basi matamshi yake yameibua hisia kinzani miongoni mwa wakazi, miongoni mwa wanasiasa na wachanganuzi wote kwa usawa. Kunao ambao pia wanasema kwamba Rais Uhuru Kenyatta amefanya jambo la maana sana kuja kujitokeza na kuzungumza, na kwamba wanamtegemea kwamba atakuwa akitoa sauti ya ama mwelekeo wa kisiasa wa eneo hili la Mlima Kenya. Ila kunao pia wale ambao wanahisi kwamba alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua ndiye anayestahili kutoa mwelekeo wa kisiasa. Baadhi ya wanasiasa pia wamegawanyika, wale wanaomuunga mkono Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na wale wanaomuunga mkono aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Kunao vile vile wale ambao wamesalia na kusimama wima na rais wa sasa William Ruto. Eneo la mlima linaonekana kama mara hii ni kama litagawanyika, lakini sitasema tu sana. Nataka nizungumze na Alex Mshangi ambaye ni wakili hapa, tueleze tu kulingana na vile unaona kwa mtazamo wako kufikia sasa mlima unaelekea vipi? Naam, asante sana. Tumeona ukweli kwamba kumekuwa na tatawishi ama muonekano ambao unaonyesha kana kwamba siasa za wananchi ama wapiga kura wa Mlima Kenya watagawanyishwa ambapo itafika mwaka wa 2027. Kubwa ni tamshi ambayo yamekuja kutokana na mkutano wa Jubilee, na pia ukiangalia wadani sana wa chama cha Jubilee kama Jeremiah Kioni, unasikia matamshi yake akisema kwamba aliyekuwa naibu wa rais ni anatumika na rais wa sasa Ruto ama wanafanya kazi pamoja. Pia tumesikia matamshi ya mbunge wa zamani wa Bahati Ngonjiri na pia mbunge wa hapa Nyeri wa kitambo. Ukiangalia matamshi yake yanaonyesha kana kwamba kutakuwa na mgawanyiko huo ielekea hapo mwaka wa 2027. Cha muhimu ama kile ambacho tunapaswa tuangalie ni washikadau wakubwa sana sana katika huu mgawanyiko watakuwa ni aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na aliyekuwa rais wa Kenya ambaye ni Uhuru Kenyatta. Ukiangalia msukumo mkubwa sana wa aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta ni kama unaelekea kwa Fred Matiang'i, na
pia ukisikiza matamshi ya Jeremiah Kioni ambaye anapigia upato sana sana Matiang'i kuwa rais mwaka wa 2027, inaonekana ni kama sasa upande wa Uhuru Kenyatta na upande wa Rigathi Gachagua uko pamoja. Lakini ni vizuri pia tuangalie vile mpiga kura wa Mlima amekuwa akipiga kura hapo mbeleni, na ukiangalia imekuwa ngumu sana kugawanyisha kura za Mlima Kenya, ambapo unapata wao ni watu ambao wanaungana nyuma ya mtu mmoja, na hasa ukiangalia yale mambo wamesoma kutokana na kuchagua mtu ambaye si wa Mlima, ambaye ni rais wa sasa William Ruto, nafikiria kwamba itakuwa ngumu sana kushawishi mpiga kura wa Mlima Kenya kupigia mtu ambaye si wa Mlima Kenya, ama kupigia mtu ambaye ana interest za Mlima. Kwa hivyo mimi sioni urahisi wa kugawanya Mlima Kenya kutokana na yale matamko yamekuwa, sababu hata ukiangalia wale wanayatamka sana, Jeremiah Kioni, Ngonjiri, si washikadau wakubwa ama wana ufuasi mkubwa katika Mlima ukilinganisha na ile ufuasi ya Rigathi Gachagua na Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo hadi sasa Uhuru Kenyatta aseme hasa kabisa vile anataka, ndio unaweza anza sasa kusema mgawanyiko unaweza onekana. Naam. Lakini we unaona kwamba kuna uwezekano tukikaribia uchaguzi mkuu wa 2027 kuna uwezekano wa Uhuru Kenyatta kufanya kazi ama kushirikiana na Rigathi Gachagua? Kwa siasa tunasemanga hakuna maadui wale permanent, kwa hivyo hilo si jambo ambalo zinaweza nishtua, sababu interest yao wote, ukisikiza matamshi yao ni kwamba interest yao ni kuhakikisha kwamba mpiga kura ama mkazi wa Mlima Kenya matakwa yake yameangaliwa katika serikali. Kwa hivyo kama interest yao ukiwaangalia kutokana na matamshi hata ya Uhuru wakati akitoka na Rigathi Gachagua, yeye amekuwa akililia sana mpiga kura ama mkazi wa Mount Kenya. Kwa hivyo wakiangalia waone kwamba interest ya mtu wa Mlima Kenya itazingatiwa vizuri wakifanya pamoja, siwezi shtuka kabisa wakifanya kazi pamoja. Na labda tukizungumzia tu wale wadau wengine, tuzungumze kuhusu pengine mtu kama Martha Karua, tuzungumze kuhusu Justin Muturi ama naibu wa rais wa sasa Profesa Kithure Kindiki. Je, wao unaona kwamba nafasi yao ni ipi tukielekea kampeni? Naam, kumekuwa na wao washikadau, na mtu kama Martha Wangari Karua ni amekuwa kwa siasa, lakini ukweli ni kuwa uzito wake katika Mlima si mwingi vile. Kwa hivyo labda ajieke nyuma ya mmoja kati ya Rigathi ama Uhuru. Ukiangalia Justin Muturi pia ufuasi wake si mkubwa, ila wakikuja pamoja itaongeza uzito katika kuconsolidate kura za Mlima Kenya. Lakini tunaona mtu kama Kithure Kindiki, of course huyo ni supporter mkubwa wa rais wa sasa, na sidhani atatoka huo mwelekeo ama huo mlengo wa UDA. Jambo kubwa ama shinda iliyopo kubwa ni ushawishi wake katika Mlima. Hauko vile watu walikuwa wanatamani ama wanategemea. Ni kama unadidimia ama hata haupo. Kwa hivyo ufuasi wake ama ushawishi wake utakuwa mgumu wakati wa tunakaribia 2027. Naam, shukrani sana. Yeri, maoni ya Alex Mshangi, wakili ambaye na vile vile mchanganuzi wa masuala ya kisiasa hapa. Mambo mawili au matatu ambayo amesema ya muhimu. Moja ni kwamba itakuwa vyema zaidi iwapo wale wote ambao wanang'ang'ania hiyo nafasi ya kupea eneo la Mlima Kenya mwelekeo watashirikiana. Na pili pia amesema kwamba labda ile nafasi ambayo naibu wa rais Kithure Kindiki alikuwa anatarajiwa kuwa nayo, kwamba angekuwa na ushawishi mkubwa katika eneo zima la Mlima Kenya, bado haijaonekana kwa uwazi sana. Kwa hivyo inaonekana kwamba ana kibarua kigumu hata tunapokaribia mwaka 2027 ambapo tutakuwa tunafanya uchaguzi mkuu. Lakini cha msingi ni kwamba wote wanafaa kushirikiana ndipo waone matokeo mazuri ambayo yatakuwa na manufaa kwa wakazi wa eneo hili. Yeri. Asante sana Clement Masombo, ufafanuzi mzuri kutoka kwenyewe mashinani. Na je, hapa studioni uchanganuzi utakuwa vipi? Ninao wataalamu wa masuala ya siasa, wanasiasa na vile vile wataalamu wa uongozi ambao tutakuwa tukiyadadavua masuala hayo ya mpasuko Mlimani Kenya. Je, mpasuko huu una maana gani? Kadri tulivyosikia mwanasiasa yule alivyozungumza, kadri tunavyosema ni watatu, inazidi kuonekana kwamba bado
kuna mianya mingi zaidi ya ile mianya mitatu ambayo tunaiona. Mianya hii mitatu ni ipi? Nikizungumzia Uhuru Kenyatta, nikimzungumzia Rigathi Gachagua, nikizungumzia pia rais wa sasa William Ruto ambaye bado ana wafuasi wake waliompigia kura kwa kiwango kikubwa. Tukimzungumzia pia ile mianya mingine, Kithure Kindiki, Martha Karua na viongozi wengine ambao wanatoka eneo hilo pana la Mlima Kenya. Eneo pana la Mlima Kenya likihusisha Mlima Magharibi na Mlima Mashariki. Je, huu mlima utaweza kushikana pamoja, ama kama tulivyozoea Mlima Mashariki wataenda njia yao na wenyewe ambao wako Mlima Kenya Magharibi pia watashika mkondo wao? Na je, siasa zile ambazo tumekuwa tukizijua ambazo zinasemekana kwamba zimekatwa katika mto ule ambao unagawanya Kiambu na Nyeri, je, bado ni siasa ambazo zinaingia kwa kiwango gani katika siasa za Mlima Kenya? Ni masuala ambayo wachanganuzi wangu watakuwa wakiyadadavua hapa kwa kina. Nianze naye Joseph Kamanya ambaye yuko pale mwisho zaidi. Katikati ni naye Njeri Maina na karibu na mimi hapa yupo Steve Gikonyo. Karibuni sana studioni. Shukrani. Asante. Nianze na Gikonyo, karibu sana tena baada ya kutokuwa pamoja kwa muda. Asante. Mlima tunauona una mianya, ama kwako wewe mlima umeshikamana vizuri kama kokoto ile ambayo inaenda kuwekwa kwenye nyumba? Mlima imegawanyika kiasi kwa muda huu kwa sababu kila mtu anatafuta hizo kura, na ni kura nyingi na ni kura ambazo zitatatua nani atakayekuwa rais. Kwa hivyo kuko na hiyo, sio mgawanyiko, lakini watu wako pande hii pande ile, wengine wanangojea kutatua ama kujua vile wataamua, na kwa hivyo uamuzi wa Mount Kenya haujakuja, lakini kama kawaida hapo mwishoe kutakuwa na uamuzi ambao utashikanisha kilima mzima. Njeri, mlima ukoje? Kwa swali nililomuuliza tu Gikonyo, je, mlima una mianya ama umeshikamana kama saruji na kokoto? Asante sana. Wacha niseme mlima hauna shida. Mlima uko imara, lakini watu ambao wanatafuta zile kura ndio wanaoleta mgawanyiko, ndio wanaoleta myumbo kati ya watu ambao wanaishi pale wakitafuta zile kura. But nataka kuwahimiza watu wa mlima wasiitikie kugawanyishwa ama kugawanyika, kwa sababu wakati unaowadia 2027 utakuwa ni very critical, ambapo tutakuwa tunatafuta kiongozi ambaye hata tudhurumu. Kwa hivyo tusiitikie kugawanywa, especially na hawa watu ambao wanatafuta kura. Naam. Bila shaka. Kamanya, mlima ukoje? Umeshikamana ngingingi ama mzigo umelegea, unahitaji kufungwa vyema? Uko sawa na utingiki wala. Najua ile hali tulionayo kwa sasa ni ile hali ya mshike. Sababu tumeingia katika ile harakati ya uchaguzi. Na ni vyema kuelewa tunapoongelelea mlima tunaongelelea kati ya wale watu wenyewe ni wapiga kura. Na eneo la kati linaloitwa mlima liko na wingi wa wapigaji kura. Kwa hivyo katika hii hali ya mshike kila mtu anataka kujipanga ili aweze kupata wafuasi. Lakini unapata mlima yenyewe ama watu wenyewe wenye kupiga kura wameshikana vizuri. Wanaelewa tatizo yao ni umaskini. Shida yetu ni hali ya uchumi. Sio siasa. Na ndio unaona sasa kuna hii hali ya kuonekana ni kama kuna kugawanyika ama mgawanyiko, sababu wanasiasa waliopo kwa sasa wanajaribu kushikana na watu na unapata agenda zao ni tofauti. Huyu anasema mimi nataka wafuasi kwa chama yangu fulani, na wananchi wanasema sisi hatujali chama, sisi tunajali mashida yenye tulionayo na nani ataweza kutatua. So tunavyoendelea tutaangalia mbona watu kunakuwa na ugumu wa watu kukataliwa, kwa sababu hii hali yote kwa sababu kuna mtu fulani anakataliwa, kuna mwingine anataka anajipendekeza. Hiyo mvurutano inatoka wapi? Nataraji tutajadiliana hayo kabla vile tunaendelea. Bila shaka tusalie hapo kwenye kabla nirudi kuwauliza wengine wageni wetu. Kuingia tena kwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta katika siasa za Mlima Kenya zinaleta ushindani upi hasa katika eneo hilo? Well,
Kuingia tena kumeibua hisia jinsi tumeviona. Lakini ni vyema tuelewe, sababu mimi nasemanga mimi niko pande ya katiba. Mimi naongozwa na katiba kama Mkenya. Wengine wote ni wafanyikazi wangu, kuanzia rais aliyestaafu na mwenye alipo. So ni vyema tuelewe katiba inasema, sheria zetu zinasemaje. Mwanzo, rais mstaafu yoyote ule, awe alifanya term 2 ama atafanya term 1 kama huyu aliyepo, akishatoka kwa ofisi hafai kushika uongozi wa chama cha kisiasa baada ya miezi 6 kutoka ofisini. Hiyo ni sheria. So mwanzo hiyo ni jambo ingefaa tuelewe sisi kama Wakenya. Lakini hiyo haimzuii yeye kuwa na maono fulani kisiasa. Lakini ile hali ya yeye kusema bado anaendelea kushikilia uongozi wa chama chake cha Jubilee, hapo kidogo amekiuka sheria. Na kuna mambo anaweza taka kufanya kisheria, sheria imkataze. So hiyo ni moja. Pili, kuamka kwake kisiasa, kumbuka inaonekana ni kama inakuja sasa ukiangalia kijamii ni kama anataka kutoa mlengo wake na kuwa na kuchukua wafuasi fulani. Na ni kweli ana ule umaarufu wake kiasi tu chake. Ukiangalia uchaguzi uliopita aliweza kupata karibu tu milioni kasoro zikaenda pande ya Azimio. So mtu yeyote mwenye anataka kuwania haswa kiti cha urais angetaka hizo kura milioni kasoro zije pande yake. Na njia mzuri maombi yao ilikuwa rais mstaafu Uhuru atajiunga na wao. Sasa yeye amesimama pale kidete, amesema mimi niko tu hapa, nasubiria tu hapa, napanga mambo yangu hapa kwa hapa, hajaamua anashikana pande gani. Ingawa tunaelewa Jubilee bado iko Azimio, lakini Azimio yenyewe imesambaratika. Sasa ile hali ya sitofahamu ndio inawapata watu kushindwa anaelekea wapi. Kumbuka pia kulikuwa na matarajio eti kutokana na huyu mkutano wao wa NDC ataendorse. Subiri hapo. Hapo tutakuja. Tuzungumzie yeye binafsi kabla ya kuendorse watu wengine. Njeri Maina, kuja kwa Uhuru Kenyatta katika ulingo wa siasa kisheria, lakini bado anaruhusiwa kuwa na maoni yake ya kisiasa, kunaleta ushindani upi mpya? Manake alikuwa amepoa katika miaka 3 iliyopita toka toke uongozini. Naona kukuja kwake kutakuwa na impact kwa sababu watu wa Mlima Kenya bado wanamwenzi kama kingpin wao. Na utafafanua kingpin kwa maana gani? Okay, ni kama kiongozi wao, bado ni kiongozi wao na anaweza wapea maarifa fulani, anaweza wapea mwelekezo fulani. Kwa hivyo kutakuwa na watu ambao watamfuata na kuna maarifa ambayo anaweza peana ili watu wa mlima wapige kura kwingine ama apeane msimamo fulani wa kisiasa. Kama atapeana mtu ambaye atasimama na chama yake ni sawa. Kama ataungana na upinzani ni sawa pia, kwa sababu tunataka kutoa uongozi ambao hausaidii wa Kenya kwa sasa. So mwelekeo wake utakuwa na impact, maoni yake itakuwa na impact, na akikuja tutamkubali kwa sababu amekuwa kiongozi mzuri. Kwa hivyo binafsi yako wewe tayari ushamunga mkono. Inakuweka wapi wewe na ufuasi wako uliopo nao sasa hivi? Tuseme yeye ni kiongozi na ako na msemo katika Mlima Kenya. Kwa hivyo hatuwezi kumuignore kwa sababu ako na wafuasi wake kadhaa. Kwa hivyo usisema namuunga mkono. Toka ajitokeze na uko mahali umechanganyikiwa. Sasa sema tunamuunga mkono ama simungi, lakini mimi niko kwa wananchi. Kwa hivyo yeye akifanya ile wananchi wanataka ni sawa. Lakini akiungana pia na vinara wengine itakuwa ni vyema zaidi. Gikonyo, sijui nayo utachanganyikiwa kiwango gani. Lakini wacha nisikie kauli zako. Uhuru Kenyatta ameleta mchanganyiko upi? Maanake sasa ni kama wakazi wamechanganyikiwa, viongozi wamechanganyikiwa. Yani amewachanganya vipi wakazi na viongozi eneo la Mlima Kenya? Alipoongea wiki iliyopita
kulikuwa na matamshi mengi sana kila mahali. Kuna wale wanasema Uhuru anarudi, kuna wengine wanasema Matiang'i ndio analetwa, na pia wengine kusema bado ni kiongozi wetu, kwa hivyo lazima tumsikize. Lakini kwangu vile niliona na vile naona sasa ni kwamba ingekuwa vizuri ama afadhali kama rais angekaa tu akiwa mstaafu. Yani sio ati hawezi ongea, lakini awe mzee wa taifa, kwa sababu yeye ndio amebaki ambaye amekuwa rais hapo mwanzo na tena amestaafu. Kwa hivyo anaweza akaangalia mambo na kusema hii haiendi vizuri, sioni hii kielekea vile inafaa. Lakini sasa kujirudisha kwa chama naona italeta shida, kwa sababu sasa hata watu wadogo watakuwa wanamtusi ama wanamuongelesha vibaya, kumshusha kwa sababu ya msimamo wake. Lakini pia naona kwa sababu ya ile shida walikuwa nayo ya kunyang'anywa chama, anataka kushikilia alafu wajaribu kuiunda tena. Kwa sababu pia hapo kabla ya uchaguzi chama ya Jubilee ilipoteza wafuasi kwa sababu ya vile walikuwa huko Mount Kenya especially, kwa sababu ya vile aliletea watu mabadiliko bila kueleza kumeendaje. Alikuwa muungwana kwa sababu hakuhaibisha mdogo wake, lakini watu walikuwa wanangojea kuambiwa mlikoseana wapi, kwa sababu yeye mwenyewe ndio alikuwa amesema tutafanya kazi na Ruto na watu wakakubalia. Sasa kubadilika hapo, watu wakasema umeenda mbio sana. Kwa hivyo na wakachagua vile walichagua. Kwa hivyo mimi maoni yangu ni kwamba aendelee kuwa rais mstaafu na kuelekeza nchi, kwa sababu yuko na manufaa na yuko na ujuzi wa uongozi. Kwa sababu akiingia mambo ya uchaguzi ya 27 itamletea yeye shida kibinafsi, na pia itaendelea kuchanganyusha watu. Amewachanganya kwa kiwango gani? Hilo ndio swali. Sasa kuna watu wanangojea kama atasema Gachagua yuko sawa. Kuna wengine wanangojea kuona kama atasema Matiang'i ndio mtu wangu. Kuna wale wanangojea kuona vile Jubilee itajiamsha, kwa sababu Uhuru Kenyatta anaonekana kwamba yuko na mifuko mizito, na kwa hivyo watu hawezi kosa kufuata pale mfuko iko, na pia kuona kama watapata nafasi ndani ya Jubilee, na kama Jubilee itakubalika mlimani na pia nchi mzima. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo bado hawajasahihisha. Kwa nini unadhani Jubilee inabaki chaguo la wengi? Jubilee ni chama ni chama imekuwa kwa muda mrefu, I think 10 years now. Kwa mfano. Yeah, but sasa imekuwa na structures, imekuwa na viongozi. Unajua kuna vyama ambavyo zinakuja kama wave, but hazitasaidia kwa muda mrefu. Lakini Jubilee imekuwa hapo kwa muda mrefu, imetupea viongozi, imetupea uongozi bora, na pia wamekuwa washikadau, wamekuwa wakisikiza wananchi. So naona itakuwa na impact. Kamanya. Naam. Kwa nini kumekuja mihemko kutoka kwa Jubilee? Yupo Martha na chama chake cha PLP kama sijakosea. Ndio. Kiko chama cha Farmers, kiko chama cha DCP. Lakini moto uliowashwa na Jubilee haukuwa mkubwa, lakini kila mtu ni kama ameanza kuweka mikakati ya kuzuia nyasi zake zisiungue. Kwa nini? Na vile vile kipo chama cha Safina. Wajua njia pekee ya kufika kwa uchaguzi ni kuwa na chama, na ndio maana unaona watu wanaanza kujipanga. Lakini ukiangalia vizuri hii hali ya bukta imekuja kwa sababu watu wanashindwa mwelekeo utakuwa upi. Watu wenye siasa, si wenye wapigaji kura. Wapigaji kura wanajipanga vizuri. Kumbuka chama cha Jubilee kilipoteza umaarufu uchaguzi uliopita. Kwa sasa kina wabunge hata wajafika 30. Sababu ukiangalia ule ilitangwa exodus, vile jinsi watu walivyotoka chama cha Jubilee tukielekea uchaguzi uliopita, ilikuwa ni katika hali ya juu. Na kilikuwa ni chama chenye kilikuwa na serikali wakati ule.
So wakati huu kufufua kile chama inakuwa ni ngumu sana, na inakuwa ni jambo tu kidogo niseme haliwezekani. Ati Jubilee imekuja imesimama na walio wengi wamefuatilia pale, wanataka ile tiketi ndio ende kwa uchaguzi. Kwa sababu kumbuka, mwenye chama aliyekuwa na ushauri ule wakati alijaribu kuelekeza Mlima eti yako na candidate ambaye ni Right Honorable Raila Odinga, wamchague. Wakakataa. Ule Mlima wakakataa kumsikiza. So kurudi nyuma ati awe sahihi atakuwa na umaarufu na watamsikiza inakuwa ngumu, kwa sababu wakati huu hatupigi siasa za eneo ama za region. Hivyo unasikia eneo la Coast, la Mlima, wewe umepitwa na wakati. Sasa hivi tunaongea mambo ya masuala, issues ni nini haswa inataka kuleta watu wa Mlima pamoja, sio chama. Watu wa Mlima wamekuwa na chama cha Jubilee, ilikuwa serikali, lakini wakati huo ndio watu waliumia zaidi, kumbuka. Na ndio maana kama rais mstaafu angekuwa na uongozi mzuri, watu wa Mlima wangemsikiza wakati ule. Lakini juu serikali yake ya miaka 10 ikikuja kuisha ilikuwa kidogo imedhoofika, watu hawakuwa na imani eti kumpatia makamu wake maisha itaimarika, ndio maana hawakumsikiza. Wakachagua mtu ambaye hata hapo wa Mlima, rais aliyopo saa hii. Wakampa kura kasoro milioni 5. So ni vizuri twende na wakati, ndio mtu asije akaachwa nyuma. Wakati wa Jubilee kidogo umepita, huenda wakapata watu kidogo, watapata tiketi waende kwa debe, lakini wao kuwa tunaweza kuja na waunge serikali na kuwa ngumu. Vyama vingine vilivyoko zenye umetaja, hiyo DCP, umesema Farmers, kwangu mimi isipokuwa chama cha Safina kimekuja na the fifth agenda. Vyama vingine vyote, hata Jubilee yenyewe sijasikia agenda yao ya kusema tukachukua serikali, hao ndio yale mambo tunaweza timiza. Tukachukua uongozi, hao ndio mambo tunaweza timiza kwa Wakenya. Sijasikia. Ndio. So wakati huu hatuendi wakati ati ile tu tutapiga suti ama hii chama ni eneo langu. Mkenya aliyopo popote saa hii anasema haijalishi ule atakayeingia, nitakayemwajiri kazi, sababu tukumbuke si viongozi wao ni wafanyao wetu wa kazi. Haijalishi atakuwa nani, ila tu aje atimize venye katiba inafanya. Bila shaka. So kuongelelea kwanza uongozi wa Jubilee, rais mstaafu amekiuka sheria. Hafai kuwa ameshikilia kiti ka party leader kwa sasa kulingana na katiba. Bila shaka. Na pili, watu wapewe uhuru wachague vyama wanavyotaka. Tarudi kuja kuangalia, je, ni kwa faida ya mpiga kura kama anavyosema yeye ni mwanaharakati wa katiba, ama ni kwa faida za watu binafsi kama mimi Suleiman ambaye nataka uongozi kwa sababu najua nikiendeleza kusukuma chama changu ni mimi na watu wangu wa jamii yangu ya karibu watafaidika. Tupate pumziko fupi.